Ndugu yangu, umeshawahi kumiliki passport? Na ni aina gani ya passport ambayo unaimiliki? Unaweza kuniambia tu kupitia 0710666984. Na swali lako, kama haumiliki passport, ungependa kutaka kujua nini zaidi katika kumiliki, ama kama unataka kuwa na passport, swali lako ama kigugumizi ni wapi? Unaweza kuniambia vile vile kupitia 0710666984. Lazima una njozi ya kuwa na vitu hivi bana. Ungeambia sasa nimiliki niende wapi? Lazima una vitu. Na turudi hapa, mkaguzi msaidizi Bwana Joseph Mgoba. Tumeishia pale kwenye aina za passport. Hebu tuzungumze hapa hizo aina tatu hizo. Aina zote ambazo umeweza kufafanua, ordinary ya watu wa kawaida kama kila raia, lakini utumishi na diplomasia, si ndivyo? Na natamani kufahamu sasa kwa mtu ambaye anataka kuwa na pasipoti hii ya kawaida, kuna vitu ambavyo anatakiwa azingatie awe navyo. Cha kwanza, cheti cha kuzaliwa muombaji, ambapo hii sasa tunasema kwamba ni muombaji lazima awe na cheti cha kuzaliwa. Though kuna kategori ya watu ambao wanaruhusiwa kutumia kiapo cha kuzaliwa iwapo hana cheti, ambao haya ni yale makundi ya wazee. Na tukiangalia toka sheria ya usajili wa uzazi na vifo ilivyoanza mwaka 1980 kama sikosei, kategori hiyo inahusisha kuanzia mwaka huo mpaka sasa hivi yote anayezaliwa lazima awe na cheti cha kuzaliwa. Hivyo hata katika maombi ya pasipoti tutaelekeza kabisa muombaji lazima awe na cheti cha kuzaliwa. Mtu akija amezaliwa mwaka 1982, mna imani kabisa na cheti cha kuzaliwa, kwa sababu tofauti na mtu wa 70, 60, 50, 40 kurudi nyuma. Kwa sababu kwa kipindi cha nyuma huko unakuta wengine walikuwa wanazaliwa bado kuhusishwa kwa vyeti vya kuzaliwa ilikuwa bado ni wachache sana, utakuta walienda wakaandikisha. Sawa. Kitu kingine cha pili kinachotakiwa kuambatana nacho ni cheti cha kuzaliwa mzazi mmoja wapo wa muombaji, iwe baba au mama, au kama iwapo mzazi mmoja wapo huyo hana cheti cha kuzaliwa, basi kiapo cha kuzaliwa kitahitajika, ili mradi awe na sifa kama zile tulivyoelekeza, kwamba waliozaliwa 70, 60, 50 wanaweza kutumia kiapo. Lakini kama ni mzazi alizaliwa miaka hii ya karibuni 80, 90, basi lazima cheti nacho kiwepo. Na kuna swali huwa linakujaga kwamba mimi mzazi amefariki, hakuna cheti chake cha kuzaliwa, au toka nimezaliwa simfahamu mzazi amefariki. Tujaribu kueleza kwamba kufariki kwa mzazi haipotezi taarifa za kuzaliwa. Ndio maana hata tunakuta hata kuna kumbukumbu ya kuzaliwa ya marehemu inaandikwa mpaka hata kwenye misalaba. Kwa hiyo kutokuwepo kwa mzazi sio sababu ya kumnyima mtu kuweza kuendelea kupata na kuweza kuendelea na ombi la pasipoti. Ni mradi tu ni kwamba kile kigezo lazima kikamilike. Unaweza kumrefer ndugu yako yoyote ambaye anauelewa juu ya taarifa ya kuzaliwa kwa mzazi wako mmoja wapo, sababu siamini kwamba unaweza ukaa huko mwenyewe kiasi cha kwamba wazazi wako wasiwe na watu ambao wana taarifa juu ya kuzaliwa kwao. Kwa hiyo hicho kitu ni muhimu, kwamba licha ya kwamba mzazi kutokuwepo, lakini bado taarifa zake za kuzaliwa lazima tuzipate, aidha cheti au kiapo cha kuzaliwa mzazi. Na hiki kiapo cha mzazi kinatoka mahakamani. Kuna wengine wanaenda kwa wanasheria, wanaenda wanavitengeneza, wanajua na kuna utaratibu elekezi, kwa sababu inaelekeza kuna vitu gani ambavyo vinatakiwa viwepo, vielezee juu ya mtu kuzaliwa kwake. Sawa. Na kingine tunachofuata sasa, barua ya utambulisho, ambao sasa hii tunaweza tukaichanganua kwa makundi ifuatavyo. Mfano, watumishi wa serikalini ambao wanaomba pasipoti wanaweza kutumia utambulisho kutoka kwa mwajiri. Watu waliokuwa katika sekta rasmi za ajira zinazotambulika na zimesajiliwa wanaweza kutumia kupitia kwa mwajiri wao barua ya utambulisho. Mfano kama hapa Dodoma FM
ametumishwa hapa kupitia mwajiri wake. Ndio. Mwajiri wa Dodoma FM anamtambulisha kwetu sisi uhamiaji. Kwa hivyo kupitia mwajiri wako ambaye anatambulika na amesajiliwa ndani ya serikali, basi tunautambua utambuzi wake kwa kwamba ametambulishwa na mwajiri wake ambaye ni huyu. Hivyo hivyo kwa watu ambao wanaomba binafsi, tuseme kama wafanyabiashara ambao pia tunachukua pia na kundi la wanafunzi wahitimu, ndio, barua utambulisho kwa eneo analoishi ni muhimu iwepo, na hii inatoka kwa mtendaji wa eneo husika, wa eneo husika analoishi mwombaji, either sehemu analoishi au anapofanya, kwa sababu unakuta mwingine ni mfanyabiashara, shughuli zake mara nyingi ziko sehemu ile pale kuliko kule anapoishi. Kwa hata kule anapofanyia shughuli zake anapotambulika haina shida, so long as kuna kwamba ofisi husika ya serikali ya mtaa au mtendaji wanamfahamu na kumtambua. Kingine ambacho lazima pia kiambatane nacho, nakala ya kitambulisho cha NIDA. Na hii tunaelewa kwa kwamba kuna watu wengine wana changamoto kwa kwamba bado hawajapata vitambulisho vya kutoka NIDA. Kwa hiyo muhimu kwa mtu yote aliyetimiza miaka 18 namba yake ya NIDA awe nayo, kwa sababu huwezi kuendelea na maombi ya pasipoti pindi umefika katika ofisi za uhamiaji kama una miaka 18 na kuendelea na huna namba ya NIDA. Kwa hichi kitu watu wanatakiwa wafahamu. Una miaka kuanzia 18 lazima uwe na namba ya NIDA katika maombi yako ya pasipoti. Sawa sawa. Na kingine kinachofuata pia ambacho lazima kiambatane nacho, muombaji mwenyewe lazima aandike barua ya kuomba pasipoti. Hii ni kwa maana ni kwamba lazima tuone commitment ya muombaji. Isije kawa leo unakuja unatuomba pasipoti kwa madhumuni ya matembezi, alafu kesho kutwa tunakuja tunakukamata na pasipoti yetu ya Tanzania unafanya biashara ya madawa kulevya. Hapana. Hata ukijitetea mimi sijui, hapana. Uliandika barua na ulituomba kabisa. Katika moja hapo matumizi na madhumuni yako utakuwa unaifanyia hivi matembezi. Sasa leo tunakukuta hivi, kwa ile inakufunga. Na hiyo ni muhimu kwa sababu inaonyesha commitment yako kwamba una utambuzi gani wa hii pasipoti, kwamba unataka kwenda kuitambua nini, sio tu umeambiwa nenda tu katafute basi afu baadaye useme bwana mimi niliambiwa tu nitafute. Kwa hiyo barua ya maombi lazima iwepo. Na hii tunaicategorize vipi? Kwa watu kuanzia miaka 18